Unajuaje kwamba wewe ni mwanafunzi? Cha kwanza unatakiwa ujiulize kwamba sasa hivi hapa saizi kwenye season uliopo kwenye maisha yako. Kila mtu ndani yuko kwenye majira tofauti tofauti. Kwenye hii season uliopo sasa hivi, Yesu anakufundisha nini? Yaani kitu gani ambacho sasa hivi unajifunza na unamuomba Mungu akusaidie na unakifanyia kazi, unamuomba Mungu akusaidie, unatamani ukiishi. Ni kitu gani? Hiyo ni njia mojawapo ya kujua kwamba wewe ni mwanafunzi. Kama ambavyo ukiwa shuleni kunakuwa kila mwalimu ana topic yake anafundisha. Kwa unajua sasa hivi mimi nafundishwa kitu fulani. Kwa hata notes zangu, vitabu ninavyotafuta ni vya hiki kitu. Hasa kwenye season hiyo uliopo kwenye maisha yako. Yesu, huyu mwalimu wako ambao ni Yesu, na wewe ni mwanafunzi wake, anakufundisha nini? Hilo swali litakusaidia kujua kwamba wewe ni mwanafunzi au uliwaahidi tu kuwa mwanafunzi kipindi fulani na sasa hivi uko likizo. Swali lingine, Mungu anadili na wewe kuhusu nini sasa hivi? Unajua mimi binafsi kuna muda najisikia kama Mungu amehamisha makatapila yake, ameyaleta kwenye eneo fulani la maisha yangu, afu ameanza kulichimba. Inakuwa very uncomfortable wakati mwingine. Sio kitu ambacho nakifurahia, lakini hata ukiniamsha usiku, najua kwamba kuna kitu Mungu anadili na mimi. Hiki kitu Mungu ananitengeneza attitude yangu kwenye ile eneo, ananitengeneza mtazamo wangu kwenye ile eneo, ananitengeneza namna ninavyofanya mambo kwenye ile eneo. Kwa ukijiuliza kwamba Mungu anadili na wewe kuhusu nini? Kwa sababu kama unamfuata Yesu, unajua Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa kama unafuata, lazima atakuwa Yesu anakufanya in the process. Yaani ni process. Kwa namna mojawapo ya kujua kwamba wewe ni mwanafunzi ni kuangalia vitu ambavyo Mungu anatufanyia kazi kwenye maisha yako. Unajua kanisa kama mwili wa Kristo, ukiniuliza kanisa sasa as a whole, as a body of Christ, tuko hapa tulipo kwa sababu tuna waamini wengi kuliko wanafunzi wa Yesu. Na waamini wengi kuliko tulivyo na wanafunzi wa Yesu. Hata focus yetu kwenye kuwafikia watu mara nyingi sana ina focus kwenye kupata waamini na sio kutengeneza wanafunzi. Kuna kitu kinaitwa discipleship evangelism. Yaani mimi ili ni register kama huyu mtu nimemuongoza sala ya toba ameokoka, natakiwa nifanyeje? Nifanye discipleship. Sio unamuongoza sala ya toba mtu afukeshe hata jina lake umkumbuke. Hiyo sio kitu ambacho Yesu alisema tufanye. Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa kuwa waamini, si ndio? Kuwa wanafunzi. Kwa hata evangelism inatakiwa iwe discipleship evangelism. Kwa nini? Kwa sababu kitu cha muhimu kuliko vyote ni mtu kuweza kufikia level ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tungekuwa na wanafunzi wa Yesu hata nusu ya idadi tu ya Wakristo waliopo, ya waamini waliopo, tungekuwa tuna revival. Hiyo ni opinion yangu. Na unajua hata changamoto kubwa ambazo kanisa limewahi kuzipitia, changamoto hizi nyingi zimesababishwa na waamini, sio wanafunzi. Zimesababishwa na waamini. Nitakupa mfano. Mahatma Gandhi, tunamfahamu Mahatma Gandhi. Huyu ni mkuu wa nchi wa kwanza wa India. Sasa unajua Mahatma Gandhi kuna kipindi alikuja kuishi South Africa mapema zamani, kabla hata hajaenda kupigania uhuru wa nchi yake. Sasa wakati akiwa South Africa kule kwenye uhamishoni ameletwa, Mahatma Gandhi alisoma Agano Jipya lote. Wakati anasoma Agano Jipya, Mahatma Gandhi akakutana na Yesu, akaamini. Sasa alipoamini, kwa sababu alikuwa hajui sana mambo ya Ukristo, akaamua kwamba Jumapili ataenda kanisani. Sasa kipindi hicho, miaka hiyo South Africa, wachungaji wengi walikuwa ni wamishonari kutoka Ulaya na Marekani. Kwa alipofika kwenye ile kanisa, Mahatma Gandhi ni Mhindi mweusi kiasi. Wakamkataa kwa sababu ya weusi wake wa Kihindi. Kwa hakupokelewa. Yaani alikuwa amekutana na Yesu kwenye Biblia, kwa akaona basi ngoja niende kwa Wakristo wenyewe basi wakanisaidie. Wakamkataa kwa sababu ya alivyokuwa anaonekana. Ameondoka pale ndio akarudi India. All of a sudden akajikuta amekuwa mkuu wa nchi wa watu milioni 750 kwa kipindi hicho. Akaingia kwenye influence za imani zingine na the rest is history.
Lakini Mahatma Gandhi baadaye akasema mimi ningekuwa Mkristo kama ningefanikiwa kukutana na Mkristo angalau mmoja. Nilimsoma Yesu, nikaguswa, lakini nilipoenda kwa Wakristo wenyewe sikuwakuta. Hawakuwepo. Sasa unafikiri hivi missionary atatoka Ulaya, Marekani aje hadi South Africa kama hajaamini? These guys were believers. Hao missionary walikuwa wameamini. Lakini unafikiri kwa nini walikwama? Walikwama kwa sababu muamini ambaye sio mwanafunzi wa Yesu atabaki na mitazamo yake ya kabla hajakutana na Yesu, atabaki na tamaduni zake ambazo kabla hajakutana na Yesu, atabaki na ubaguzi wake ambao alikuwa nao kabla hajakutana na Yesu, kwa sababu kinachotubadilisha sio kuamini. Kinachotubadilisha ni kuendelea katika mafundisho ya Yesu. Kwa hiyo ili mtu aweze kuona kwamba huyu mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lazima awe ameendelea kwenye neno la Yesu Kristo. Kwa hiyo tuko hapa tulipo kwa sababu tuna waamini wengi kuliko kuwa na wanafunzi wa Yesu.